MCL Digital. Swala la kwanza ambalo tutazungumzia ni kuhusiana na kuaminiwa tena, kupewa nafasi nyingine tena na Rais Dr. John Pombe Magufuli kuongoza bodi ya parole. Nini neno lako kuhusiana na uteuzi huo? Ni kweli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ameamua kuniteua tena kwa mwenyekiti wa bodi ya parole. Na siamini kama ni mimi peke yangu. Nadhani angetaka bodi nzima kutokana na kazi kubwa, kazi nzuri waliofanya kwa miaka mitatu iliyopita warudi madarakani. Na kilichomfanya pengine Rais afurahishwe na sisi ni kwamba katika miaka mitatu pamoja na matatizo hapa na pale na vikwazo na changamoto, lakini tumeweza kutoa wafungwa 648 kutoka magereza mbalimbali ya Tanzania kwenda vijijini, kwenda kwenye mitaa yao, kwenda kwenye vitongoji vyao, washirikiana na familia zao, washirikiana na vijiji kumalizia ile sehemu ya pili ya kifungo chao. Na hao wafungwa 648 hakuna hata mmoja alirudi gerezani kwa kuvunja masharti ya parole. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana, ni kazi nzuri. Kwa hiyo nadhani Rais angetaka kazi ifanyike, tuongezewe nguvu ili watu wengi waweze wanaotakiwa kunufaika na msamaha ya bodi ya parole. Tusiwe tunawachelewesha mpaka wangojee siku Rais anatoa msamaha kwa wafungwa siku ya uhuru. Nadhani angetaka kazi ifanyike kwa makini, kwa weledi, na watu wengi watoke, kwa sababu hakuna sababu ya watu kuendelea kurundikana magerezani kama chombo kipo na hicho chombo kinafanya kazi vizuri na watu wanatoka na ile masharti wanatekeleza, hawarudi kwenye uhalifu. Kwa hiyo nadhani Rais atakuwa amefurahi sana, hasa ukizingatia sera yake. Unajua watu hawajamuelewa Rais, wanafikiri Rais kazi yake kubwa anayofanya kununua ndege, treni ya kisasa pamoja na bwawa ya maji huko Rufiji. Lakini eneo moja ambalo naona nalikazia mkazo ni kuhusu kuangalia haki za binadamu. Haiwezekani kwenye eneo hilo, ndio hilo naona nalifanyia kazi kwa nguvu zake zote. Watu wanafungwa, wanakaa gerezani, magereza yanajaa, na unajua magereza yana matatizo hapa na pale. Kwa hiyo watu wabaki magerezani wale wanaostahili, lakini mtu asiyestahili kubaki pale asibaki. Njia zote zitumike kumuondosha kule, awe aishi kama raia aliye huru. Wakati unamaliza muda wako, ulibainisha changamoto mbalimbali zilizopo magerezani ikiwemo mrundikano wa wafungwa. Sasa unaenda kushughulikia hayo matatizo kwa namna gani? Ni kweli eneo moja ambalo tumeliona la mrundikano wa wafungwa haliwezi kumalizwa na bodi ya parole peke yake, kwa sababu bodi ya parole nayo ina sheria zake, ina utaratibu. Sisi tunashughulika na vifungo virefu, lakini mtu lazima kwanza afungwe miaka 4 gerezani, atumikie theluthi moja ya muda wake, ndio awe na sifa ya kuweza kuja mbele ya bodi ya parole kufikiriwa. Lakini pia na sisi tuna vikwazo. Kwa mfano, mtu aliyefungwa maisha haturuhusiwi kumpa parole, sheria inakataza. Au mtu aliyekamatwa kwa madawa ya kulevya, au mtu aliyefungwa kwa ajili ya makosa ya ubakaji au unyang'anyi wa kutumia nguvu. Sasa eneo hilo tumeona ni kubwa. Watu wengi walio gerezani wale ambao wana vifungo virefu vinavyotokana na ubakaji. Sasa bila Rais kuingilia kati, hakuna mtu mwingine anayeweza, au
unyang'anyi wa kutumia nguvu au vifungo vya muda vya maisha. Kwa hiyo tumekubaliana na nimeona wizara inashughulikia kuona namna ya kupanua ule wigo, badala ya watu waliofungwa miaka 4 na kuendelea, eneo tupanue ule wigo kwamba hata watu wenye makosa makubwa kama ya ubakaji miaka 30 ionekane kama na sisi eneo hilo tunaweza tukaingilia, tukaona namna ya kuweza kupunguza vifungo vyao. Hata wizi wa silaha haliko kwenye eneo letu, tuweze kuona namna gani tunaweza bodi ya parole ikasaidia. Au madawa ya kulevya hatuna mamlaka ya kuingilia, nayo tutafanyaje? Kwa hiyo sheria ile inaangaliwa upya, ione kwamba kama ni hawa watu waendelee kubaki magerezani kwa hiyo miaka waliofungwa. Mtu akishafungwa maisha, basi ni maisha milele, hata kikitokea nini au kuna mtu anaweza akasaidia, au mpaka muombe huruma ya rais. Kwa hiyo ndio eneo moja. Alafu eneo jingine, changamoto ambayo tumeona ni miundombinu. Bodi ya parole ingeweza ikafanya kazi nzuri sana, lakini tatizo unakuta kwa mfano wale maafisa wa parole wanaokaa kwenye magereza lazima watembelee wale magereza, wahoji, watembelee mikoa wanakoishi, familia zao, vitongoji, kwenye vijiji, kwenye mitaa, waongee na wana vijiji kama wanawaruhusu. Maana kama na kijiji wanakataa mtu huyu asije, hatuwezi kumpeleka kwa nguvu. Sasa kufanya hiyo utafiti, kwenda kukaa na wana vijiji, kuwapa elimu ya siasa mpaka waridhike, ni kazi kubwa. Kwa hiyo tumependekeza bodi iliyopita kwamba ili tuweze kufanya kazi nzuri, tafute pikipiki kama 30 hivi ambazo maafisa wa parole wa mikoa wa magereza waongeza kutembea nazo kwenye vijiji, kutembelea familia zao, na hata baada ya kuachiwa waweze kufuatilia, je, wanaendelea vizuri, kuna matatizo gani. Kwa hiyo nina hakika kwamba vikwazo hivyo rais atasaidia sana. Kwa mfano nilikuwa naona kama hawa watu 5,500 karibu na 53 walioachia, ni hela nyingi sana zilikuwa zinatumika kwa chakula, kwa matibabu. Kwa hiyo maana kama rais amesave kwenye budget, sasa zile hela ni nyingi sana ambazo zilikuwa zinatumika kwa chakula, kwa nini. Kwa hiyo nina hakika kwamba wizara ya mambo ya ndani au magereza sasa watawekeza kwenye yale maeneo yalikuwa na kuhamisha, ili magereza tufike mahali magereza yawe tupu. Inawezekana, nilivyoona watu hii misamaha inayotolewa na bodi ya parole kama nilivyokuambia, miaka 3 hakuna hata mfungwa aliyerudi. Kwa hiyo na maana tungekazaniwa tukapata nguvu wakatoka watu 2,000, ni hivi wasingerudi magerezani. Kwa hiyo kama watu wanaweza wakatolewa na bodi ya parole na hawarudi, sasa hao wengine wanabaki magerezani wanafanya kazi gani? Alafu pia rais anasaidia yale maeneo ambayo ni katiba nchi inamruhusu yeye aweze kuwashughulikia. Kwa hiyo na rais namuona kazi anaifanya kwa bidii, kwa uweledi mkubwa. Kwa hiyo akiendelea, mimi nafikiri katika huu mwaka wake wa mwisho wa miaka 5 ya kwanza kabla hajachaguliwa tena, tuna uwezo wa kupunguza wafungwa gerezani, tukafika mahali magereza akakosa watu. Navyoona mimi
kwa spidi tunayofanya na maelekezo ya rais, asingependa watu wakae magerezani. Iwe mtu ameenda gerezani bahati mbaya, lakini akijijutia, akijirekebisha, aende akae nyumbani. Hata wakati ule tunaanza tulifikiria mahali, tukafikiria hata mtu anamwaga pombe ya mtu anafungwa miezi 6 au mwaka, anaambiwa atoe faini ya shilingi 50,000 hana, anafungwa, anaenda kuteseka gerezani. Au mtu ameiba kuku tu, anafungwa mwaka au miaka 2, ameshindwa kulipa ile faini. Sasa makosa kama hayo nafikiri tukiawekea utaratibu, hakuna sababu ya mtu aliyeba kuku kufungwa. Kwa sababu ndugu zake wako wangeweza kumlipia wakamtoa, nayo iwe ni mpango kabambe wa kusafisha magereza, kuwatoa wale watu ambao sio lazima wakae kule. Kwa nini uwe ndugu yako kuku wa shilingi 50,000 anakaa mwaka, na ndugu yako, ni mume wako, ni mke wako? Kazi yetu moja ni kusensitize watu waweze kujua magereza yanajaa bila sababu za msingi. Wale wanaofungwa ni ndugu zetu, ni wake zetu, wengine ni baba zetu, kaka zetu. Tuwe na huruma, sio tumngojee rais tu mpaka ikifika Desemba tunaenda kwa kwenye redio eti amemtoa nani. Tuwe na crusade ya kutoa watu, kila mkoa na wenyewe ukae useme katika muda huu wa mwaka mmoja mkoa huu umetoa watu wangapi gerezani na wako wapi, kama wamewapa mashamba yako wapi, wamelima nini. Kila mtu, sio jukumu la rais peke yake, tunamuonea. Sasa mkiwa na rais ambaye sio mzuri, sasa hana huo huruma wa kusikiliza shida za watu magerezani. Sio kila rais anafanya hivyo. Mimi nimekuwa waziri wa mambo ya ndani, sikumbuki kama kuna siku nimekaa na rais kwamba hebu tupitie majina ya watu walioua magerezani, tuone ni watu gani wanapaswa kupunguziwa vifungo au kurudi. Sikumbuki, lakini kwa waziri wa mambo ya ndani. Sasa si rahisi kumpata rais kama Dr. Pombe Magufuli anayeguswa na shida za watu. Kwa hiyo na hakika tukiendelea kumhandle vizuri, njia yetu itakuwa ni mahali pa kuishi. Haki za binadamu, watu wanazungumzia haki za binadamu, lakini hawasemi haki za binadamu zitaboreshwa namna gani. Mojawapo ndio hiyo, kwenda magerezani, kuona wale watu wenye shida, kuwatoa kupitia bodi ya parole, kupitia msamaha ya rais na kadhalika. Ndio. Katika awamu ya kwanza. Subscribe MCL Digital.